Mheshimiwa Spika, naomba kwanza niseme wazi. Mrithi wa Werema sio mshauri wa bunge. Mrithi wa Frederick Werema sio mshauri wa kisheria wa bunge. Katiba inamuita mwanasheria mkuu wa serikali, sio mwanasheria mkuu wa bunge. Kama bunge linahitaji kushauriwa kisheria, litashauriwa na katibu wa bunge na wanasheria wake, sio na mwanasheria mkuu wa serikali. Na pili, Mheshimiwa Spika, bunge lako mwezi Novemba iliyopita lilijadili hoja ya escrow ya Tegeta, pamoja na kwamba waliokataa tuijadili walipeleka kesi mahakamani. Tuna precedent. Tusichezeane. Mheshimiwa Spika, baada ya kauli ya waziri, baada ya uongo uliozungumzwa na waziri wa mapolisi hapa, ni wazi kabisa waziri mwenyewe hastahili kuendelea kuwepo katika nafasi hiyo kwa dakika moja zaidi. Baada ya kauli ya waziri, Mheshimiwa Spika, tunafahamu sasa kumbe ile kauli ya wapigwe tu ni kauli ya serikali nzima, haikuwa kauli ya bahati mbaya, na ni kauli ya Chama cha Mapinduzi. Na kwa sababu ni kauli ya serikali, mtu mwingine ambaye hapaswi kuendelea kubaki kwenye nafasi yake kwa dakika moja zaidi ni Waziri Mkuu Mizengwe Pinda. Mheshimiwa Spika, jeshi letu la polisi limetekwa nyara na elementi za kifashisti. Elementi za kifashisti hizi zinaungwa mkono na kubebwa na elementi za kifashisti ndani ya Chama cha Mapinduzi na ndani ya serikali hii. Kumbe tunapigwa sio kwa sababu tuna makosa, tunapigwa kwa sababu kuna mafashisti ndani ya polisi, kuna mafashisti ndani ya serikali. Hawa ambao wamesema tupigwe tu. Mheshimiwa Spika, katiba yetu imetamka waziwazi kwamba nchi hii Tanzania ni nchi ya kidemokrasia yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Na sheria yetu ya vyama vya siasa imesema wazi kabisa, moja ya haki za vyama vya siasa ni kufanya maandamano na kufanya mikutano ya hadhara. Na sheria ya jeshi la polisi, Mheshimiwa Spika, anayoizungumzia huyu waziri asiyepaswa kuwepo hapo tena, sheria ya jeshi la polisi imewapa polisi mamlaka ya kuregulate mikutano ya hadhara na maandamano, sio kuyapiga marufuku. Inawaruhusu kukuambia usifanye leo, fanya kesho, usitumie njia hii, tumia njia ile. Haiwapi mamlaka ya kukataza maandamano na mikutano ya hadhara. Mheshimiwa Spika, viongozi wote walioko hapa upande huu, viongozi wote wa vyama vya siasa, hakuna mtu asiyekuwa na majeraha ya jeshi la polisi. Hakuna mtu asiyekuwa na makovu ya jeshi la polisi. Hakuna mtu ambaye hajafungwa, hajakamatwa na kunyanyaswa na jeshi la polisi. Wengi wetu tuna kesi nyingi za uongo za jeshi la polisi. Watu wetu wameuawa na jeshi la polisi. Mwangosi ameuawa na jeshi la polisi kwa amri ya kamanda anaitwa Michael Kamuhanda, amepandishwa cheo, yuko Dar es Salaam. Watu wetu wameuawa Arusha 2011, wakauawa Arusha 2012 na 2013, wameuawa Morogoro, wameuawa Nzega na jeshi la polisi. Serikali hii na jeshi lake imetekwa nyara na fascistic elements. Profesa Lipumba amepigwa sio kwa sababu alikataa amri, alitamka, imeonekana dunia nzima kwenye televisheni. Waziri mzima unakuja kudanganya umma hapa. Katika mazingira haya, Mheshimiwa Spika, katika mazingira ambayo jeshi la polisi limetekwa nyara na elementi za kifashisti, katika mazingira ambayo serikali
inafumbia macho, ina encourage, sio kufumbia macho, inasema wapigwe tu katika mazingira ambayo jeshi la polisi limebadilisha hata namba za magari yake kutoka STK kuwa PT, piga tu. Katika mazingira ya aina hii, bunge lazima lichukue hatua. Katika mazingira ya aina hii, Mheshimiwa Spika, bunge lazima lichukue hatua. Na hatua ya kwanza ni kuwawajibisha hao wenye mamlaka ya kisiasa wanaowaamuru hawa polisi kutupiga tu. Waziri mkuu anatakiwa awajibike. Kama hatawajibika kwa sababu hana maadili, awajibishwe na bunge. Waziri huyu Matthew Chikawe anatakiwa awajibike. Kama hawezi kuwajibika, awajibishwe kama tulivyowajibisha majizi wale wa ESCO. Mapolisi, IGP ndugu yangu, DIGP Kaniki, yule anayetupiga yule Chagonja, na wote ambao wamehusika wawajibike, wawe sacked. Wanaotupiga kuwe na accountability for once. Imetosha. Mheshimiwa, tunahitaji sasa mabadiliko makubwa ya kimfumo ya jeshi la polisi, na ili yapatikane tunahitaji sera na sheria zetu kuhusu ulinzi na usalama wa raia ziseme waziwazi, jeshi la polisi halina mamlaka ya kuzuia maandamano wala mikutano ya hadhara. Sheria zetu zitamke hadharani, kazi ya jeshi la polisi ni kutulinda sisi tunaoandamana. Sheria zetu lazima ziseme hairuhusiwi tena kuua watu wetu kwa sababu wanatekeleza wajibu wao wa kidemokrasia. Tunahitaji, Mheshimiwa Spika, na nitatoa hoja, tuunde tume, kamati teule kuchunguza matukio yote ya mauaji ya polisi kupiga watu, kuumiza watu, kujeruhi watu, ili tupate ufumbuzi wa kudumu wa hili swala. Haiwezekani tukapigwa hadharani bila sababu namna hii. Mheshimiwa Spika, haya tunayoyazungumza yamezungumzwa na Tume ya Haki za Binadamu iliyoteuliwa na Rais. Tume imesema jeshi la polisi linazuia mikutano ya vyama vya upinzani bila uhalali wowote, wakati linaruhusu Kinana na masisiemu wengine kufanya mikutano yao. Umefika wakati wa kuwafukuza wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kwenye kamati za ulinzi na usalama. Hao ndio chanzo cha sisi kupigwa. Ni makada wa CCM, ni wajumbe wa vikao vyote vya CCM kwenye ngazi za wilaya, kwenye ngazi za mkoa, ndio wanaoamuru ma-OCD watupige, ndio wanaoamuru ma-RPC watupige. Wakati umefika kuliweka jeshi letu la polisi kuwa jeshi huru and a professional police force, sio jeshi linalotumika kisiasa kama ambavyo imekuwa jadi ya nchi hii.